Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo nataka nikufundishe mbinu 6 za kuweza kugundua kama mtoto wako amewekwa kwenye uchawi, au mbinu za kugundua mtoto wako amewekwa kwenye chama cha kichawi, chama cha uganga, lakini pia na namna ya kuweza kumkomboa au kumondoa kirahisi. Ukisoma kile kitabu cha Isaya 54:13, maandiko yanasema watoto wako nao watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa ni nyingi. Kwa hiyo watoto wako ukiruhusu wafundishwe na Bwana, ndipo amani yao itakuwa ni nyingi. Lakini wasipofundishwa na Bwana, ina maana wewe usipokuwa unampenda Mungu na ukajua kanuni za Mungu, ina maana wakafundishwa na roho nyingine, ina maana amana hawatopata. Lakini pia ukisoma Hosea 4:6, maandiko yanasema watu wangu wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa sababu huna maarifa ya kimungu, Mungu atakukataa na watoto wako pia watakataliwa. Lakini pia maandiko yanasema mlee mtoto katika njia impasayo, nayo hatoiacha mpaka atakapokuwa mzee. Sasa wengi hatujui namna ya kuwalinda watoto wetu kwa njia ya maombi, kwa njia ya sala, lakini pia kwa njia ya kumkaribia Mungu na kuwaongoza katika njia zinazompendeza Mungu. Lakini tunashindwa kukumbuka kuwa bila kujua nature ya ndugu zetu, majirani zetu, marafiki zetu ambao tunawaachia watoto wetu wataingizwa kwenye vyama vya kichawi. Lakini pia kama hatujui namna ya kuomba na kuwabariki na kuwalinda watoto wetu kwa njia ya maombi, kwa sababu wale ni watu ambao watafatwa kwenye ulimwengu wa roho au watarishwa vitu kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, basi tutawapoteza watoto wetu, au tutatengeneza kizazi ambacho kitakuwa ni cha kishetani chenye malango ya wachawi. Na watoto wengi sasa wanaharibiwa na mama watu, mabibi watu, wakwe watu, au hata wa mama watu na wababa watu. Hususan ukipengele au upande wa kike ndio wanaoongoza kuharibu watu, ambao wengi wana malango ya kichawi na wanawatesa watoto wengi. Huenda ni mama mkwe, huenda ni baba mkwe, huenda ni mama yako au ni baba yako. Vitu ambavyo vinaleta giza kwenye maisha ya watu wengi kwenye kizazi hiki. Sasa ili uweze kugundua na kuweza kumkomboa mtoto wako, Mungu ataanza kukuonesha kupitia haya mambo. Anza kuchunguza juu kwanza ya mambo haya juu ya mtoto wako au watoto wako. Cha kwanza, angalia ndoto na maono Mungu anayokuonesha. Ukiona mtoto wako anaibiwa, jua moja kwa moja Mungu anakuonya juu ya jambo hilo. Unaweza kukuta mama mkwe anaibia mtoto wako, mama yako anamuiba mtoto wako, au bibi yako au jirani yako au adui yako, basi jua wanataka kumfungulia chama cha kichawi au lango la kichawi. Kumbuka wao wana elimu zao za kichawi ambazo zinawatesa watoto wengi. Lakini cha pili ambacho pia lazima uangalie ni tabia. Angalia mtoto akianza kuwa na kiburi, akianza kutokuwa msikivu, akianza kuwa na tabia mbaya, basi jua moja kwa moja shetani anataka kumharibu. Lakini cha tatu, angalia performance yake darasani au kwenye masomo yake. Ukiona na ukagundua kwamba performance yake inaanza kuwa vibaya, basi jua, elewa na tambua kuna kitu kisichofaa kinaendelea. Kwa hiyo ukigundua performance yake darasani inaanza kuwa mbaya, unashangaa darasani anaanza kushika mkia au anaanza kufanya vibaya, maisha yake yanaanza kuharibika, basi anza kuchunguza, kuomba ili Mungu akufunulie. Kumbuka kuna Isaya 45:11 anakuambia niulize kwa habari ya watoto wako, familia yako, kazi yako, huduma yako, maisha yako. Niulize mimi, niagize mimi. Kwa hiyo Mungu anataka tumwagize ili atusaidie, sababu yeye ndo anayejua kila kitu. Yeye kila kitu kiko uchi na kiko kitupu mbele yake, yeye aliye na mambo yetu. Ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 4:12-13. Lakini cha 5, jua bibi yako au mkwe yako ni mtu wa aina gani, au mama yako ni mtu wa aina gani, au bibi yako ni mtu wa aina gani, au babu yako. Kuna wengi leo wamewekwa kwenye chama cha kichawi kwa sababu mtoto wako aliwekwa karibu na bibi yako, mama yako, ndugu yako, au jirani yako au rafiki yako. Sasa wakaanza kumtumia kiroho wewe bila kujua. Hawajui, hawafahamu. Wewe unatembea gizani, kumbe mtoto wako anatumia. Unachokuja kushangaa anaanza mwenyewe kuwatesa kwenye familia. Unachokuja kushangaa
Unashangaa watu wanasema mtoto wao wanamuona kwenye ulimwengu wa roho anaenda kuloga. Sasa ni vitu ambavyo usipokuwa vizuri na Mungu, ukagundua ukajitenga na wale wote ambao wanaleta uchawi na ukamwomba Mungu akakutenga na watu wasio sahihi, utavuta watu ambao watakuja kuharibu familia yako, ndoa yako, hata watoto wako, hata mume wako, hata mke wako. Lakini sita na mwisho, wewe unashangaa una uhusiano gani na Mungu? Lazima ujiulize. Kama huna uhusiano na Mungu, shetani atapata mlango. Ndio maana wengi tunaomba au tunaishi maisha ya kiroho kama mazoea, kwamba tunapoona tunaenda kanisani, tunapoona tunatoa sadaka, tunapoona tunaenda kwenye madhabahu fulani, lakini hatujamuuliza Roho Mtakatifu, wala hajatueleza kama madhabahu ile ina nguvu ya Mungu au ni ya shetani. Hatujamuuliza Mungu kama njia tunayoitumia kwenye maombi ni sahihi, na tuongozwe na Roho Mtakatifu. Kwa maisha ya Mkristo yote asiye na uhusiano wa karibu na Roho Mtakatifu, na asiyeongozwa na neno na Roho Mtakatifu, na ndoto, maono, sauti ya ndani, ishara mbalimbali za Mungu ambazo anakuletea, na sauti ya Roho Mtakatifu, mwanadamu huyo ni ngumu sana kushinda vita ya kiroho. Maisha ya duniani, shetani anawatendea watu wengi kwa akili. Maandiko yanasema walipolala, adui alikuja akapanda magugu kwenye ngano. Kwa hiyo gundua, jua, tambua, elewa, jitenge unapogundua kuna tatizo kama hilo na mtu anaye kufanyia ubaya yupo karibu yako. Sisemi umchukie au umchukie, umbebe kinyongo, msamehe, muachilie, lakini mweke mbali. Kusoma Wakorintho wa pili 16:6-14 mpaka 18 nakwambia kuna uhusiano gani kati ya giza na nuru, anayeamini asiamini, kati ya ufalme wa Mungu na wa shetani. Kwa hiyo ukishagundua ni ndugu yako, hata kama ni mama yako, baba yako, ndugu yako, ni mtu wa ufalme mwingine na wewe ni mtu wa Mungu, jitenge nao. Tofauti na hapo, you will be frustrated. Utafanyiwa vituko, utaharibiwa kila kitu, utazibiwa baraka, utateswa, na mpaka mwisho wa maisha yako utakuta hakuna chochote na hakuna raha wala amani hapa duniani. Utashangaa magonjwa hayo, mateso hayo, mikosi hiyo, balaa hiyo, watoto wako wameharibiwa, ndoa yako imeharibiwa, uzao wako umeharibiwa, kila kitu chako, uchumi wako umeharibiwa. Kwa hiyo shetani sio mtu wa kuzoea. Ndio maana ni kama simba ngurumaye ambaye anatafuta mtu ammeze. Ndio maana Yesu Kristo akasema kwamba yu haja mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwangu. Lakini pia tukiangalia vizuri sana, tunaona kitu cha ajabu. Yesu Kristo anasema kwenye Yohana 10:10, anasema shetani yeye alikuja kuchinja, kuiba na kuharibu, lakini tunapomgeukia Yesu Kristo tukamwamini, tukajitenga na uchafu, ina maana tunapata uzima kisha tuwe nao tele. Ndio maana Yeremia 15:19-20 anasema tukiondoa cha thamani katika kilicho kibovu, ina maana tukijitenga na hao wachawi na waganga na watu wabaya ambao Mungu ametuonesha, ndipo tutakapokuwa kinywa cha Mungu. Anasema wataturudia wao, lakini sisi tusiwarudie. Lakini pia anasema ndipo atatufanya kama ukuta wa boma la shaba juu ya watu hao. Watapigana na sisi, lakini hawatoshinda, kwa sababu Bwana atakuwepo ili atuokoe. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.